Hii ni mara ya pili kama ilivyoelezwa hapa katika historia ya nchi yetu tunafanya tukio la aina hii ambalo linazidi kuimarisha utawala wa sheria nchini. Toleo la kwanza la urekebu lilifanyika miaka 23 iliyopita, yani mwaka 2003 au 2002. Ni tukio la kisheria kwa kuwa ni utekelezaji wa sheria ya urekebu wa sheria sura ya 4 na mtaka rais kutoa tamko litakalobainisha tarehe ya kuanza kwa kutumika kwa toleo hilo la urekebu, ambalo muda si mrefu uliopita nilisaini tamko hilo naloelekeza kuwa toleo hili litaanza kutumika rasmi tarehe 1 Julai mwaka huu. Kwa mnasaba huo, mimi na wenzangu serikalini tunatoa shukrani zetu sana kwa ofisi ya mwanasheria mkuu na timu yake kwa kulikamilisha hili na kuifanya serikali ya awamu ya 6 kuingia kwenye historia ya kuandika juzuu mpya za urekebu. Tunawashukuru sana. Nasi pamoja na wenzangu tuseme sifa tutakazopata huko mbele ni kwa sababu tumesimama juu ya mabega ya kazi iliyofanywa na ofisi ya mwanasheria mkuu, mwanasheria mstaafu lakini na mwanasheria aliyopo sasa hivi, mwanasheria mkuu mstaafu na aliyopo sasa hivi. Ndugu zangu, tukio hili ni matokeo ya kazi kubwa na ya kitaalamu iliyofanyika kwa juhudi, weledi na mshikamano wa taasisi zetu za kisheria zikiongozwa na ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria chini ya ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali. Na wapongeza sana pamoja na timu zenu zote kwa kazi hii kubwa mlioifanya na kuhakikisha kuwa zoezi hili linakamilika kwa ubora uliotarajiwa. Hongereni sana. Ndugu wananchi, nyote mnafahamu kuwa sheria ni kioo cha ustaarabu wa taifa. Bila sheria zinazofahamika, zilizowekwa wazi na zinazoendana na wakati tulionao, haki haiwezi kupatikana. Si hivyo tu, bila sheria kwa wazi, uhakika wa ulinzi wa haki za raia unatoweka au unakuwa hauna uhakika na kusababisha uvunjifu wa amani. Aidha, shughuli za kiuchumi hufanyika kwa mashaka pasipokuwa na sheria zinazoeleweka, sheria za wazi. Sababu mwekezaji la kwanza akiingia anataka kujua sheria zetu zinasemaje. Sasa kama ziko vipande hii iko kule, hii iko kule, iko kule, kunakuwa na mashaka na wanakosa imani. Kwa hiyo kazi hii iliyofanywa inakwenda kuondosha yote hayo. Hivyo kukamilika toleo hili ni hatua muhimu katika usawa wa maendeleo ya taifa letu. Shughuli iliyofanyika ya kuandika upya juzuu za sheria ni jambo muhimu litakalorahisisha kazi sio tu kwa wanasheria, mawakili, mahakimu na majaji, bali hata sisi wengine ambao tunazitumia sheria hizo katika utekelezaji wa kazi zetu. Hapa nataka nikumbuke kuna siku nilikuwa naongea na mwanasheria, nadhani katika wanasheria wakuu wastaafu. Mmoja akaniambia pale bungeni, mimi ikirekebishwa tu sheria, nachukua sheria zamani nafanya marekebisho hapo hapo, nikijua kwamba toleo la marekebisho ya sheria litachelewa. Kwa hiyo nafanya marekebisho pa kutoa na kata, pa mpya naweka. Kwa hiyo sheria ninazozitumia ni imezichora na zimekatwa. Lakini akaniambia kwamba hizo sheria zinamsaidia sana anapokwenda kwenye argument za kisheria na watu wa sheria wenziwe, kwa sababu yeye anakuwa na marekebisho, hata kama amechorwa kwa mkono anakuwa nayo, wenziwe bado anakuwa wako nyuma. Kwa ana kazi ya kuwakumbusha hiyo ilirekebishwa mwaka gani, ilirekebishwa siku gani. Kwa hiyo yeye anakuwa mbele ya wale ambao hawako na marekebisho yale. Hivyo basi ni dhahiri kuwa kwa namna moja au nyingine kuto kuwepo na juzuu zilizorekebishwa kwa wakati kwa kiasi fulani kunachangia kunyima haki za watu au kunyima haki za raia, kwa sababu wanaozitumia kutoa maamuzi wanakuwa hawako kwenye kujua au kupata uelewa
wa marekebisho yaliyofanywa kwa wakati fulani. Kwa hiyo kwa kiasi fulani kunachangia watoa maamuzi ya kisheria kutoa maamuzi bila kujua kwamba kuna sheria ilifanywa marekebisho mwaka gani. Kwa hiyo tukio hili tunalolifanya leo, kuzindua urekebu wa sheria zilizojumuisha mabadiliko yote yaliyofanyika katika sheria kuanzia mwaka 2003 hadi Disemba 2023, linakwenda kurahisisha upatikanaji wa haki kwa wananchi, na kwamba sheria zote kuu 446 zimehusishwa kwenye mabadiliko haya. Kwa hiyo tuna sheria mpya zilizoandikwa upya, na sasa hakuna haja ya wale wanasheria kuambizana, hebu rifaa sheria mwaka fulani, hebu rifaa sheria kifungu fulani cha mwaka fulani, hebu sheria fulani ilisema hii, iliondoa kifungu hiki. Sasa zote zimeandikwa upya na zinapatikana pahali pamoja, na kufanya kazi imerahisishwa. Lakini mbali ya hilo, zimepangwa vizuri pia. Sasa kwa upande wa mahakama, tunatazamia itapunguza muda unaotumika kwenye kufanya utafiti ili kupata uhakika wa sheria inavyosema, na hivyo kurahisisha maamuzi. Lakini zaidi ya hapo, juzuu hizi za sheria zilizorekebishwa ni muhimu sana katika kuongeza uwazi na kuzidi kujenga imani ya wananchi kwa serikali yao. Aidha, ni nyenzo muhimu itakayosaidia kupunguza matumizi mabaya ya madaraka na kuziba ombwe la kisheria lilokuwa likitumika kuchochea rushwa. Hapa sasa linakwenda kuzibwa. Ile tazama kule, tazama kule, tazama kule, engineering ya kisheria ili mtu apate ombwe la kupenyeza yake, sasa hakuna. Zimeandikwa upya, zimepangwa vizuri, ziko wazi, zinajulikana. Vile vile kuwekwa vyema kwa sheria hizi kutajenga mazingira mazuri ya kukuza imani kwa wafanyabiashara na wawekezaji, kama nilivyosema, katika kuimarisha shughuli za kiuchumi nchini. Sheria hizi zikipatikana kwa urahisi na zikifahamika vyema na wananchi, zitapunguza uwezekano wa kutenda makosa kwa kisingizio cha kutojua sheria. Kwa ujumla, zoezi hili la urekebu limejibu baadhi ya changamoto za msingi kwenye tasnia ya sheria na kutuongezea hadhi kubwa kiuchumi, kisiasa na kijamii. Ndugu zangu, kazi kama hii ilifanyika miaka 23 iliyopita katika mazingira ya ulimwengu unaobadilika kwa kasi. Tukiangalia mabadiliko ya kasi yanayoendelea nchini kwetu, tunapaswa kujiandaa na utayari wa kufanya mabadiliko ya kisera, kisheria, kitaaluma na kimifumo ya kitaasisi zetu. Maendeleo ni kujitathmini, kujielewa, kujipanga vyema na kubadilika, na hichi ndicho kilichofanyika. Sasa kwa mnasaba wa shughuli hii, niliangalia takwimu za mwenendo wa kasi ya kutunga na kurekebisha sheria nchini. Nimeona kuwa katika zoezi la urekebu wa sheria la mwaka 2002, idadi ya sheria zilizofanywa urekebu zilikuwa 415. Mwaka 2023 idadi hii imeongezeka kidogo hadi kufikia 446. Hata hivyo, ili kupata picha kamili, inabidi kuangalia takwimu za sheria mpya zilizotungwa, zilizofutwa na zilizotungwa upya kuanzia mwaka 2002 hadi mwaka 2023.